Wakati tunateua viongozi wapya wa chama cha serikali, tulizungumza mambo mbalimbali ya kimkakati kama chama. Pamoja na mambo mengine, kati ya yale 12 ambayo tuliyazungumza na ambayo mliwasilisha kwangu kama mlezi wa chama, moja lilikuwa ni kutoa elimu kwa umma, hasa katika wakati ambapo umma unahitaji elimu hiyo zaidi kuliko wakati mwingine. Na kwa sababu sasa tunaelekea katika uchaguzi na kumekuwa na mambo mbalimbali yanayoendelea, tuliona ni muhimu tufanye kongamano hili ili kuweka mambo mengi yawe sawa na wananchi waweze kuelewa vizuri, hasa katika mabadiliko na sheria mbalimbali ambayo tumeyafanya. Ukweli ni kwamba mabadiliko ya mfumo wa kisheria, hasa yale ambayo tuliyafanya mwaka 2024, ambapo Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilitunga sheria 2 muhimu, ambazo kwanza sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani namba 1 ya mwaka huu 2024, lakini na sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi namba 2 ya mwaka 2024. Lakini kwa nini tulifanya mabadiliko yale? Tulifanya mabadiliko yale kwa sababu kulikuwa na wito, na wito huu wa kufanya mabadiliko au reforms ulitoka kwa vyama vya siasa, ulitoka kwa wadau mbalimbali, kwamba kwa kuwa tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 tufanye reforms au mabadiliko. Na kwa kuwa serikali ni sikivu, ilianza kufanya hayo mabadiliko. Na niseme tu kwamba Mheshimiwa mgeni rasmi, chimbuko la mabadiliko ya sheria yale tuliyoyafanya mwaka 2024, kama nilivyosema, yalikuwa ni mapendekezo ya vyama vya siasa na wadau mbalimbali kupitia kikosi kazi maalum kilichoongozwa na Profesa Mkandala. Tukaanza lile zoezi, kwa sababu utaratibu wa kutunga sheria na kurekebisha sheria lazima uakisi na ureflect maoni yatakayotolewa na wadau muhimu katika jamii. Na kikosi kazi kile, Mheshimiwa Rais mstaafu, kilipendekeza baada ya maoni yale yote kwa ujumla, kwanza, pendekezo la kwanza ilikuwa ni kutungwa kwa sheria ya Tume Huru ya Uchaguzi. Na mtoa mada atakapokuja hapa, sitaki kuifilisi mapema, atachambua kwa kina yale mabadiliko makubwa, yani reforms zilizofanywa katika sheria ya Tume Huru ya Uchaguzi. Lakini la pili, ambayo pia lilikuwa ni pendekezo la vyama vya siasa, ambayo likachukuliwa na kuingizwa, ilikuwa ni kuunganisha sheria ya uchaguzi, kuunganisha sheria ya uchaguzi wa rais na sheria ya uchaguzi wa serikali za mitaa. Ndicho tulichokifanya mwaka 2024, kwa sababu tunakwenda kwenye uchaguzi 2025. Lakini pia ilikuwa ni kuboresha sheria ya vyama vya siasa kwa kuimarisha ushiriki wa makundi maalum. Lakini hayo yote yalikuwa yametokana na mapendekezo ya vyama vya siasa, tufanye reforms ili tuende kwenye election.